na Mafarisayo wakaleta meeting ya dharura, emergency meeting, wakakaa haraka. Endelea. Wakasema tunafanya nini? Wanaulizana, sasa tunafanya nini? Maana mtu huyu afanya ishara nyingi. Maana huyu Yesu anafanya miujiza mingi, anafanya ishara nyingi. Tukimwachia hivi watu wote watamwamini. Tukimwacha Yesu watu wote watamwamini. Kwa hivyo tukimwacha Bwana Yesu watu wote watamwamini. Endelea. Na mnaendelea kusema, na Warumi watakuja watatuondolea mahali petu na taifa letu. Warumi nao wakisikia watu wote wamwamini Yesu, hao watapokonywa vyeo na watapokonywa utawala. Endelea. Mtu mmoja miongoni mwa Mayahudi, Kayafa, anaitwa Kayafa, aliyekuwa kuhani mkuu mwaka ule, alikuwa ni gavana mwaka huo, akawaambia, nyinyi hamjui neno lolote. Anawaambia Mayahudi, nyinyi hamjui neno lolote, hamfikirii wala hamfikiria kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu wote. Anasema huyu Kayafa, inafaa Yesu afe kwa ajili ya watu wote. Ni rai anatoa, ni kama vile Ibilisi alikaa na wale Makureish, akawa anatoa rai Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam auawe. Kweli uongo? Kweli uongo? Kweli. Ibilisi akakutana na Makureish, wale viongozi kina Abu Jahal, anapanga mpango auawe Rasulullah. Ilifaulu? Waislamu waulizeni. Haikufaulu. Kwa nini? Wakipanga mpango, Allah naye anapangua. Na hao pia vile vile wakakaa wakapanga mpango wa kufanya nini? Wa kumuua Yesu. Endelea. Wala hamfikiria kwamba yafaa mtu mmoja afe kwa ajili ya watu, wala lisiangamie taifa nzima. Wanasema lazima Yesu afe na taifa letu isiangamie. Endelea. Na neno hilo yeye hakulisema kwa nafsi yake. Neno hilo hakusema kwa nafsi yake, hakuwa powerless. Endelea. Bali kwa kuwa alikuwa kuhani mkuu mwaka ule, alisema hayo kwa sababu he was the governor. Endelea. Kwa mwaka ule alitabiri ya kwamba Yesu atakufa kwa ajili ya taifa hili. Aliprophesize kwamba Nabii Isa atakufa kwa ajili ya Wayahudi. Endelea. Wala si kwa ajili ya taifa hilo tu, lakini pamoja na hayo hawakusanya watoto wa Mungu waliotawanyika. Endelea. Ili wawe wamoja. Sasa hii ni mpango wa Kayafa, anataka Yesu auawe, na sio Kayafa peke yake, mpaka Ibilisi aliingia katika program. Luka 22:3. Niweke sawa mambo, nijue ni kina nani walipanga. Hapa kuna mpango aina mbili. Kuna mpango wa Wayahudi, wanataka kumuua Yesu, wanatafuta reinforcement, wanatafuta backup. Walipata backup kutoka kwa nani? Luka 22 aya yake ya 3 inasema, Luka daktari mashamba 22:3 inasemaje? Shetani akamwingia Yuda. Huyu ni Ibilisi, akamwingia jamaa mmoja, jina lake anaitwa Yuda, aitwa Iskarioti. Huyu Yuda anaitwa pia Iskarioti, naye ni mmoja wa wale tenashara, naye ni mmoja katika wale wanafunzi 12. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani. Akaondoka baada ya kuingiwa na Ibilisi kwenda kuzungumza na Wayahudi na majemedari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao, ili Yesu atiwe mikononi mwao. Wakafurahi, wakapatana naye na kumpa fedha, akapewa pesa. Sasa hapa kuna grupu mbili zimeungana, wamefanya coalition. Grupu ya Shetani na grupu ya Mayahudi wameungana ili wamuue nani? Wamuue Yesu. Nani anaongoza kikundi? Anayeongoza ni Ibilisi. Yuko ndani ya nani? Yuko ndani ya Yuda. Yuda ambaye ni mtu mwovu. Swali, mpango huu ulifaulu au ulifeli? Biblia inasema mpango ulifail na ulipinduka. Mwovu aliingia badala ya mwenye haki. Mwenye haki ni Isa, yani Yesu. Biblia Mithali 11:8. Niweke mambo sawa kabisa, kisha baada ya hapo kama kuna Mkristo ana swali akae juu ya meza, na kama kuna Mkristo anataka kuwa Muislamu akae juu ya meza kumsilimishe, kwa sababu kusilimu ni maneno mawili. Unatamka la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, tayari ushakuwa Muislamu. Soma Mithali ngapi? 11:8.
1:8 inasema. Inasemaje? Mwenye haki huokolewa katika dhiki. Mungu anasema mwenye haki ambaye ni Nabii Isa, ni Yesu, huokolewa katika dhiki. Dhiki gani? Dhiki ya kuuawa na Mayahudi. Endelea. Na mtu mwovu, na badala yake mtu mwovu ataingia badala yake. Ataingia badala yake. Unaona sasa Mwenyezi Mungu anasema Nabii Isa ameokolewa na badala yake yule jamaa muovu ameingia ndani. Sasa hao wanaodai kwamba Yesu kafa, tulipewa ripoti yao, hawampendezi Mungu wala wanatuudhi sisi pia vile vile. Nisomee Thesalonike wa pili aya yake ya 15 nimalizie. Thesalonike wa kwanza sura ya pili aya yake 15. Soma hiyo nimalizie. Hebu Waislamu mkono juu. Waislamu waliopo hapa, haya chini. Wakristo wanampenda Bwana Yesu na wanaamini Yesu ni mwokozi wa maisha yao. Mmoja wewe. Nani mwingine wa pili? Wakristo. Kuna kaka yetu pale. Kaka, habari yako? Kaka mzuri kabisa bana, handsome kabisa. Hebu kaka, enjoy, unisalamie kidogo. Njoo, salamu ya Bwana Mungu. Njoo unisalamie, utarudi kakana, usiwe na wasiwasi. Anasikiza kisha. Hebu Wakristo wanampenda Bwana Yesu, mkono juu. Wakristo wanampenda Bwana Yesu. Wakristo wanampenda Bwana Yesu na wanaamini Yesu ni mwokozi wa maisha yao. Wakristo wanampenda Bwana Yesu. Kuna huyu, kuna mzee wetu. Yule mzee namjua. Mzee, habari yako? Uko salama kabisa? Karibia katika mkutano. Wewe sana. Sikizeni lakini msiwe na wasiwasi. Hebu soma hiyo aya. Kitabu ni cha Thesalonike wa kwanza 2:15 nasema hivi. Inasemaje? Ambao walimuua Bwana Yesu. Ambao hao Mayahudi wanasema kwamba sisi tumemuua Yesu, na hao manabii na kutuudhi sisi. Wanasema tumewaua pia manabii, wanatuudhi sisi. Wala hawampendezi Mungu. Wanaudhi Waislamu ambao ni wacha Mungu, wala hawampendezi Mungu. Kwa hivyo Mungu anasema hapendezwi na wale wanaosema Yesu kauawa. Mungu hapendezwi na wao. Kwa hivyo rafiki yangu ambaye unaamini Yesu kauawa, ujue Mungu hajapendezwa na imani kama hiyo. Na kama Mungu hajapendezwa imani kama hiyo, bila shaka unakwenda motoni. Na ili usiende motoni, option ni moja, ni kuingia katika dini ya Allah, dini ambayo Allah amerudia ndani ya Qur'ani mara nyingi. Anasema inna dina inda Allahi al-Islam. Dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni gani? Ni Uislamu. Hii ndo open door, hii ndo mlango uko wazi, mnafaa muingie. Mkiingia katika hii dini ambayo Mwenyezi Mungu amewaahidi wacha Mungu, mnaenda wapi? Mnaenda peponi. 43:68 Qur'ani. Mkisilimu peponi, mkikataa motoni. Sisi ni kuwatolea ushuhuda tu kwamba hao tumewafikishia, basi hatuna kazi nyingine. Sisi ni wama alaina ila albalaghul mubin. Hatuna kazi ya kusilimisha mtu. Innaka la tahdi man ahbabta. Ziko aya nyingi. Laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Si juu yako kuwaongoza wao, lakini anayeongoza ni nani? Allah. Sisi ni kufanya nini? Kusema. Tukishasema, ukitaka fuata, ukitaka kataa. Hatulazimishi mtu. Soma hii. Baada ya audhu billahi minash shaitani rajim 43:68 Zukhruf 68 inasema ninyi waja wangu mlio wazuri. Mungu anasema kwanza Waislamu ni waja wangu, tena watu wazuri kabisa. Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Mungu anasema Waislamu hawatakuwa na hofu wala hawatahuzunika. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu. Waja wangu ambao waliamini aya zetu. Na walikuwa Waislamu kamili. Na walikuwa ni Waislamu kamili. Ingieni bustanini. Ingieni bustanini. Peponi. Ninyi na wake zenu. Mtafurahishwa humo. Takbir. Kwa hivyo Waislamu na wake zao wapi? Janna. Hebu Waislamu mkono juu. Haya chini. Wakristo wanampenda Bwana Yesu. Wakristo wanampenda. Kuna dada yetu kule, kuna kaka yetu kule. Huyu kakangu mzuri sana.
Kaka, habari yako? Wewe rafiki yangu muda mrefu sana. Hebu njoo nisalamie rafiki yangu huyu. Mashaallah. Hebu ingia, hebu mpisheni. Kala aingie. Hebu naye asogele. Udaliyeiste kwa maisha wahishi kishiga inzuka. Fikiria. Rafiki yangu, habari yako? Unaitwa nani? Mimi ni Victor tu. Victor. Mr. Victor. Mbona usikuwa Muislamu? Hii mwili mzuri hivi ukichomwa kuna kitu itabakia kweli? Hii mwili ikichomwa kuna kitu itabakia? Itabakia. Wewe moto wa Allah huwezi. Moto wa Allah huwezi. Hata ungekuwa na mwili wa chuma, bado hivyo hivyo ungeungua. Kwa hivyo the only option ni kuwa Muislamu. That's the only option. Fuata Yesu. Na Yesu alikufa kwa ajili yetu sisi wa Kristo. Una swali ya kuuliza? Maswali ni mengi sana. Kaa pale. Kaa pale. Mpatieni kiti. Haya, mwenyekiti, narudisha kwako. Chukua swali. Sawa sawa. Mimi nimefikisha kalima kadri ya uwezo wangu. Sawa sawa kabisa. Hebu mpatie bwana Victor. Nimesikia amesema anaitwa Victor. Ndio. Victor, umesema wewe Mkristo. Mimi ni Mkristo. Unapenda Bwana? Napenda Bwana. Haleluya. Amen. Wewe ni Mkristo wa dini gani? Mimi ni ABC. ABC. Unajua ile nyingine inaitwa KAG. Unajua? Kenya Assemblies of God. Unajua? Yaani ama bwana mimi wananifurahisha, manake majina yao ya kanisa ukianza kuzifuatilia moja baada nyingine, basi number plates za gari utazimaliza zote. Kisha kuna nyingine nilipata Tanzania, subhanallah. Yaani jina la kanisa limekuwa kama composition page moja nzima. But alhamdulillah, Uislamu ni dini ya raha, dini nzuri. Hivi wewe kwa nini wewe Mkristo? Wacha nikuulize swali moja tu kidogo kabla hujajiuliza yako. Kwa nini wewe Mkristo? Unajua? Yesu alikufa kwa ajili ya kutuokoa sisi wa Kristo. Ndio maana wewe ni Mkristo. Na nilizaliwa katika Ukristo. Na nimefuata dini yangu, nimesomeshwa, nikajua umesomeshwa ukajua kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako. Sio mimi, sisi wote wa Kristo. Sisi wote wa Kristo. Aha. Hivi tukiuliza hiyo Biblia na Yesu akisema, utakubali kufuata Yesu? Umesema amekufa kwa ajili yako. Akikukataa leo utafanyaje? Hawezi nikataa. Hawezi kukataa. Hawezi. Uko na uhakika? Ndio mwalimu. Mpatieni seat belt, afunge vizuri asipate tabu. Vizuri, manake mambo yanakuja. Mwalimu Anwar bwana anasema eti amesoma katika kitabu yao ya kwamba Yesu amekufa kwa ajili yao. Na huyu Yesu pia juzi wanasema ni Mungu. Sasa mimi sielewi, lakini msaidie kwa hili swali peke yake. Hivi Yesu alikufa msalabani kwa ajili yake? Hebu mhoji bwana tupate ukweli. Na magharibi karibu, huenda tukaswali naye. Haya. Waislamu takbir. Allahu Akbar. Wewe unaamini Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi yako? Hiyo ndio imani yako? Ndio. Amekufa na amebeba dhambi yako. Kweli hiyo. Hiyo ndio naamini. Kama gari akanjoa anabeba yote. Wacha tuulize Bwana Yesu. Wacha tumuulize. Yesu, huyu bwana anasema umekufa kwa ajili ya dhambi yake na umebeba. Unamwambia nini? Kweli au ni uongo anazo dhambi zake? Yohana 8:21. Soma وقال وحنا من سنة هاي ماشي أنا فدياني دم بمبليه نبي عيسى دم بيقول أنتوا حافظين الله تكلي لقدني كلام من سنة هاي مركب نبي عيسى لما يدينا يا بايبل كده حديثة أنت الرمية مسبن قال مقطع وحراس صلاح مدحه وحلي دم بمبليه hapo unatopotea, lakini vile alivyosema hatukusikia, lakini vile alivyosema ni kweli kabisa. Takbir. Allah. Sijaelewa. Alikuwa anatafsiria kwamba wewe unasema Yesu amebeba madhambi zako na amekufia msalabani, wewe una dhambi. Hiyo nilikuwa nawaeleza kwa Kiswahili. Si hivi nimesema au nimesema kitu kingine? Nimesema hivyo. Sasa msazmaha. Tena yamesema hivi. Maka kana baha ndugu yala.
kitabu kuyala lala risala medina wapi kwa tasuzu bodi dono. Soma Yohana 8:21 tumweke sawa. Inasema hivi, Sikiliza vizuri, wao wanasema Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi yenu. angalia vizuri Angalia vizuri. Maana wanasema amebeba dhambi, kisha wanasema hawabebe tena, nibembeleze nibebe. Kama boda boda. Amebeba dhambi na atakuja kubeba wao. Soma kwanza hiyo. Inasema hivi, basi akamwambia tena, Yesu akawaambia Wakristo, mimi naondoka. Maana yake mtu anaondoka, akija anafanya nini? Anaondoka. Yesu hafi, anaondoka. Nanyi mtanifuata. Nanyi mtanitafuta. Yesu anasema mimi nikiondoka, Wakristo wataanza kunitafuta. Endelea. Nanyi Wakristo mtakufa katika dhambi zenu. Unasikia maneno? Nipe nyumba mabebe. Shokala. Sio mimi. Ngoja mwalimu. Alikuwa kuna mahali naenda. Mimi niko hapa. Angalia rafiki yangu wewe. Umesema unaitwa nani Victor. Mimi ni Victor. Yesu anakwambia kuna dhambi yako amebeba. Anakwambia jipange, sawa? Na hapo chini yake hataenda juu yake, mpe asome mpaka chini. Soma mpaka chini. Wale ayatu wa mkubwa wale mahasu taktani. Hasu mpaka sana ya nusura. Hamna unusuriki hapo. Hapo umekufa. Yesu amekufa, stori zako. Anakwambia jipange. Tafuta mahali utatubu. Soma. Nani utakufa katika dhambi yenu. Mimi niendako. Mimi Yesu mahali naenda, nyinyi hamwezi kuja. Hamwezi enda mbinguni. Yeye ameenda mbinguni, hamwendi peponi nyinyi. Yeye ameenda janna, nyinyi hamwendi janna. Basi Wayahudi wakasema, yeye atajiua. Mpe. Unaona watu wakasema Yesu anakukumitusa. Takbiri. Waislamu takbiri. Mpe Bible angalie. Mpe. Waje sote haya. Nini? Utafute nini? Aya yako. Kwani aya sio Biblia? Wewe vipi wewe? 24 Mathayo 15:18 Wakorintho wa kwanza nimweke sawa. Mpe kwanza. Hii ni special. Mpatie kwanza. Rafiki yangu nyie wa Kristo, si mnasema mnatembea katika jina la Kristo? Mnalala katika jina la Kristo. Mnaamka katika jina la Kristo. Na kila kitu jina la. Si kweli? Haya, wewe ambao unalala katika jina la Kristo, sikiliza Biblia inakwambia nini? Mimi nimelala ndani ya Uislamu. Soma hiyo 15:18. Angalia Bible vizuri. Sio mimi. Hii ni Biblia. Angalia vizuri. Hii ni zawadi Waislamu takbir. Allahu Akbar. Soma. Na hapo wao nao waliolala katika Kristo kama huyu ambaye ni Mkristo wamepotea. Rafiki yangu unasikia maneno ati wao wamefanya nini? Mpe kwanza. Umefanyaje? Mpe 24 Mathayo. Nimalize hapo. Mwalimu bwana. Na mbona unipe chance ya kutafuta kutoa haya yangu? Hebu mwalimu kwanza. Unajua Victor usimpeleke mbio sana. Gia namba 2 imetosha. Sasa Victor, kuna andiko amesoma. Yesu anazungumza katika Korintho wa kwanza 15:19. Ama ukianza 18 mpaka 20. Yesu anazungumza maneno mazito na anazungumza na anakuambia wewe. Maana ulisema ya kwamba ulisoma Biblia ili kufundisha, sio? Sasa hii andiko aliyosoma umeiona? Ama irudie? Hebu mwalimu mrudie aone, maana naona kama hajaona. Wale waliolala katika Kristo.